mpenzi msikilizaji, popote ulipo, mtazamaji, popote ambapo unatutazamia kipindi hichi, kumbuka kwamba ni kipindi cha Daktari Mapenzi. Tunauguzia na kugota kila sehemu na kila eneo, na hili ni swala sugu sana, inasumbua wakati huu ambapo vijana wanaona wamefika na bado hawajafika, wanatakana kuelekezwa, na ni vigumu sana kuelekeza mtoto ambaye kidogo anaona kwamba yeye amefika. Kijana, kumbuka kwamba yeye ndio kiongozi wa kesho, yeye ndio mzazi wa kesho, yeye ndiye atakuwa anaongoza the old society itapofika maisha yake, wakati ambapo imefika pewa nafasi ya kuongoza. Na kijana ikiwa hajafunzwa wakati ambapo yeye bado ni kijana, ni vigumu sana awe kichwa kama ni mwanaume, na ni vigumu sana awe shingo kama ni mwanamke. Ndio maana yake tunakuletea hichi kipindi kuelimishe, na tunajaribu kuuliza katika vyombo ambavyo vinasaidia kusaidia vijana kama kanisa, kama jamii na kadhalika na kadhalika. Je, makosa yanatokea wapi? Unaona ndugu Duncan anakataa kwa kinywa kipana, maana yeye alikuwa amekulia kwa kanisa, ameomba Mungu kwa kanisa na Mungu akampatia mke kwa kanisa. Baadaye mkewe akawa kwamba sio mke wa kusikia, ndio akampa talaka. Huyu dada hapa anakataa, dada Gladys anasema bado ameshikilia mwito wa kwamba mahali ambapo kuna Mungu ni kanisa, na msichana ikiwa ameshikilia kanisa, msichana ikiwa anasikia maneno ya mafunzo ya mwalimu wake kanisani, basi atakuwa mwanamke bora. Maana mwanamke bora anatoka, ama mwanamke mwema anatoka kwa kanisa. Dada Gladys, mimi bado nitarudi kwa kuna swali moja tu. Nataka uniambie kanisa inafaa kufanya nini na kufanya vipi, kupanga mikakati zake namna gani ili kupata kunasa hapa vijana. Maana nguvu, vijana wana nguvu zaidi, na wasipofunzwa wakati ambapo inafaa, basi watakuja kupotoka, na wakipotoka hali inakuwa sasa ndio tete kabisa. Je, kanisa inafaa kufanya nini ili mwanamume mwingine asije akaingia katika shida kama vile ndugu yangu hapa, ikifika mahali ambapo anapeana talaka imeshindikana? Tunasikia mambo mengi siku hizi yanatokea, unapata kwamba msichana amemuua mwanamume, na zamani haungesikia mambo kama haya, na siku hizi tuna makanisa mengi kuliko zamani. Na kwa nini masuala kama haya yanatokea? Msichana ameua, msichana amefanya hii, msichana amekuwa sasa sana ndio sio msichana. Hadi siku hizi dunia wazazi wanalia sana. Ni nini haswa? Mwanake wewe unaenda kwa kanisa, wewe umeokoka, naomba utueleze ni nini haswa kanisa inafaa kufanya walete pamoja na zidi kuwasaidia. Usaidizi gani unaotaka kwa kanisa? Asante sana kwa swali hilo. Mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Nimelelewa kutoka utotoni mwangu mpaka pale niko kanisani. Na naamini kanisa. Najua nitapata bwana mwema kanisani. Amen. Najua nitatengeneza mke mwema ukiwa kwa kanisa. Niko kwa kanisa. Amen. Kanisa. Ukiwa pale kanisani. Kitu cha kwanza. Unafaa uwe mkweli. Moyoni mwako usiwe fiche. Usiwe na makasiriko ndani ya moyo wako. Unakuja kuleta mbele za kanisa. Usipate shughuli mbaya huko nje, unakuja blame kwa kanisa. The church inataka mtu humble. Mtu anayenyenyekea. Mtu anayenyenyekea. Hitaki kuja pale na kiburi. Utaki kuja pale na confidence. Mungu najua, utanifanya hivi, utanipa mzuri, utanifanya hivi, ndoa yangu itasimama. No. Nyenyekea mbele za Bwana. Moyo wako ukiwa safi. Usikuwe hapa mbele za Bwana ama kanisani, wewe ni msafi, wewe ni mtukufu malaika. Lakini ukienda huko nje, wewe ni kitu kibaya. Be truthful. Na kanisa itatoa ndoa. Yaani bado unajidanganya. Yaani bado unajidanganya. Unajua? Ni vizuri. Hiyo unasema ni kweli. Ni kweli. Nina bonge la swali kwako. Lakini nasikia vibaya kuona bado unajidanganya. Hapana, nimefurahia ukisema ni ukweli. Na ni ukweli aje kama pale kuna kitu wewe ulifanya na mke wako hakufanya, hiyo si makosa ya kanisa. Maybe mlifanya ulikuwa unafanya vile kanisa iliomba, mlikuwa mnaenda mnashirikiana pamoja kwa hizi ushirika za kila siku za kila saa mnafanywa maombi, lakini maybe wewe ama mke wako kuna kitu hapo alikuwa fiche moyoni. Aidha wewe ama yeye, one of you alikuwa hypocrite. Unajua nilipopata ule mke, kitu ya kwanza ilisemekana kwamba ni Mungu amenipa. Vile tu nasema katika kanisa utapewa mume
mzuri. Ndugu Duncan naja kabisa. Naja kwako mimi nakwambia kwamba niko highway. Naja kwako. Mimi bado hujanijibu kuna swali nilikuuliza kwamba ni nini haswa unataka kanisa ifanyie vijana ambapo iteke vijana nyara, ishike vijana iweke katika kanisa na iwaelimishe. Ni nini haswa kabisa unataka kanisa isaidie na vijana? Kanisa si ati haijafanya. Samahani correct. Walikosoa. Na kukosoa yani. Kanisa inafanya. Kanisa inaleta mikutano, conferences. Ndio. Kanisa inaleta mikutano ya youth. No. Kanisa inaleta wanakuja kama ni prayers, kama ni keshas, wanafanya hizo kanisani. Hapa ndo huyu kijana anaambiwa mke mwema utapata anafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Ama mume mwema utampata ni mwenye anafanya hivi na hivi na hivi. Mkikaa mzungumze, muelewane katika Bwana, muwe na uungu ndani yenu. Unaona? Sasa kanisa inafanya haya ni vile hawa watu either mmoja wao, either huyu kijana au msichana ako the way I said it. That person is not real. Unakuja pale tumesikia kuna mke mzuri. So you are just there not because you want to be. Ni tu unakuja tu pale tu. Ni kama vile unaweza sikia kuna msaada pahali. Yaani umekimbia tu hujataka kujua msaada unafanya nini? Umeenda tu wewe. Unaona? Yaani just because Mungu anapeana mke mwema ama mzuri does not mean you just go there recklessly. Kama matokeo ni hii na kanisa inafanya vile unavyosema jamani. Msipoelewana makosa si ya kanisa. Matokeo tunaangalia matokeo. Sasa ndugu Duncan, ewe mpenzi mtazamaji, unasikia vizuri sana dada Gladys ameniambia kwamba nirekebishe kauli yangu kwa kusema kwamba kuuliza ni nini kanisa inafaa kufanya. Yeye amesema kwamba kuanzia kitambo, kuanzia enzi zake Yesu, kanisa imekuwa ikifanya jambo nzuri na kuhakikisha kwamba ndoa imesimama, maisha yamekuwa mbambam. Kauli ya dada Gladys kwako mpenzi msikilizaji, mtazamaji wangu, anakuambia kwamba ukienda kwa kanisa nyenyekea. Nena na lengo moja ya kwamba utabadilika. Kanisa iko pale kuosha mtu, kubadilisha mtu, kufanya mtu afanikiwe katika maisha. Na akasema vizuri sana, kanisa iko na mikakati zake zimeweka ya kufundisha vijana. Kanisa inaleta kongamano nyingi sana ya vijana. Hudhuria hizo kongamano. Ni kauli yake dada Gladys. Exactly. Ukihudhuria hizo kongamano na uhudhurie vipindi vya vijana, sikiza na utie maanani. Na utie maanani na unyenyekee. Na achunge mimba. Bila shaka. Tunaona wakienda maombi wakatoka na mimba, wakaenda kongamano wakatoka na mamimba. Tunaona. Usisahau kuambia wakihudhuria hizo kongamano. Hapo ndo tunasema kuwa ni watakwenda hapo. Tunasema tusijidanganye. Hatujidanganye. Ndio unasema kijana yote pale nje unapoenda katika hizo conferences, unapoenda katika hizo keshas. Sikiza kwa nani. Unapoenda katika hizo keshas, kuwa na uungu. Ukikuwa na uungu hakuna mimba. Mpenzi msikilizaji, umesikia? Waje turudi kwa ndugu Duncan. Duncan sasa kwamba anapinga kanisa. Usijie kumchukulia vibaya. Duncan kwa kusema kweli ni mtu ameokoka. Lakini anapinga baadhi ya makanisa ya siku hizi zile ambazo katika jina la Yesu inafanya kazi isiyofaa. Manake anasema kwamba watu wengi wanaenda kwa kanisa wakitarajia mema, wakitarajia mengi, lakini baada ya kupatia wewe kama umeokoka leo na umeangukia mkono mbaya ya kiongozi wa kanisa ambaye sio mchungaji mzuri, ndio Duncan anasema kwamba atakutafuna kama fisi akutafune. Sasa kwa watu kama hao ndio Duncan ako nao na uchungu, kwa sababu wakati aliokoka alishikilia kanisa kwa mkono miwili, lakini kulingana na mafundisho alikuwa anapewa kwa kanisa na yeye na mchumba wake haikuwa mafundisho yanayofaa. Ndio manake ilifika mahali akampatia talaka mke wake yule akaenda. Lakini anasema kwamba alipooa mke wa pili akarudi kwa kanisa, alipata kanisa ambaye inamuelekeza vizuri na unaishi kwa furaha na amani hadi wa sasa. Je, ndugu Duncan, kulingana na yale ambayo umepitia na yale ambayo unajua, unaweza kuambia teenager, yani kijana kama wewe, bado ni kijana barubaru bwana, unaweza kumwambia nini kuhusiana na maisha ya ndoa na mafunzo ya kanisa? Inafaa kanisa ifanye nini katika maisha ya vijana ili vijana wawe mafanikio katika jamii? Jambo ambalo ningependa kuambia mtazamaji wetu kama kijana, asitegemee mtu yeyote. Asitegemee mtu yeyote. Na katika mashauri yote ambayo atakayoyasikia hayapime.
Kweli. Kuna mashauri ambao atapata pale kanisani. Asichukie kusikia pia mashauri hata ya wakubwa wake, babu yake, manko wake. Kwa sababu katika jamii tukifika kwa nyumba ni kana kwamba kanisa kwanza inakuoga kando. Kuna majukumu yako kama mume na majukumu ya yule mwingine kama mke. Kuna vitu ambavyo hautaambiwa pale katika mashauri ya kanisa. Lakini anko yako anaweza kukupatia mashauri ambao yanatokana vile yeye ameishi na experience ya kuishi, kwa sababu kule kanisani kuna vitu zingine zinafichwa, utajijulia wewe mwenyewe ukishatukia kule. Kidogo marriage conferences ziko. Wanaongea wazi kila kitu. Kidogo wamalize. Hiyo yote tunajua. Na kusema ukweli kanisa imejaribu. Imefanya kama vile huyu dada anatuambia, lakini ikafeli. More than 70% ni failure. Ni ukweli. Sasa ni vizuri kuwa mwazi. Tuangalie ile vitu ambazo zinaendelea pale kwa jamii. Kusema tu kweli, more than 70% ya church imefeli. Nikiweza kukompea, nilete mtoto wa saizi ambaye analelewa kwa kanisa. Na nilete mtoto ambaye mtu ambaye ni mkongwe kidogo apunguzwe atuletewa kuwa mtoto na ile utraditional ule wakati wao. Hawa watoto wawili wako na discipline mbili tofauti. Kuna siku mtoto alikuwa ni wa jamii. Kuna siku mtoto alikuwa ni wa jamii. Akifanya kosa, mtu yote akipita pale anaweza muadhibu. Na ukienda nyumbani kusema ulifanya ukapigwa na mtu fulani, ulifanya, anachapwa tena. Unaona sasa? Lakini siku hizo watoto wamekuwa wa maombi. Na tunaona tunazaa watoto aina gani. That's why unaweza pata mchungaji amezaa mwizi na kahaba. Lakini kuna siku kahaba alikuwa wa jamii. Akipatikana na hiyo kahaba, jamii na kulingana vile inafaa. So unapata mtoto wa maombi na mtoto wa mashauri hawafanani. Unapata mtoto wa mashauri alikuwa mtoto mwenye nidhamu. Mtu mzima angepita pale angesimama. Ampishe ule mtu apite, alafu aendelee na mchezo yake. Mtoto wa maombi ukiwapata tu akicheza mpira, hata ukiwa mzee, utapigwa na hiyo mpira na waendelee, na hata watakuchenga na waendelee na mpira yao. Na ili hali huyo ndiye mtoto ambaye anaombewa kwa maombi na mtoto traditional. Unajua kama kitu kimefeli, tunafaa tuangalie basi jawabu liko upande gani. Ndio tutafuta. Sasa ni jawabu tunafaa kufanya namna gani? Kutafuta. Lakini ndio tuweze kupata jawabu, kwanza tukubali hali ilivyo kwa sasa. Hali ilivyo kwa sasa na hali ilivyokuwa. Sisemi tuendee zote tulizoziacha. Kwa sababu sasa hizi hakukuwa na simu zile nyakati. Sasa hizi kuna simu. Kuna wakati ungeandikia msichana barua, karatasi, uificha mahali, anajua mahali anaendelea. Lakini sasa hizi ni text mara moja, within some seconds imefika. Kwa hivyo kuna baadhi ya vitu ambazo tuwezi tukaziendea. Maana it is too late. Na tangu tuseme for example, tangu kanisa lichukulie majukumu katika jamii imefeli kabisa. Naweza sema hivyo kwa sababu niliudhika na nikaumika sana kujitoa kwangu vile nilijitolea, na huu mke wangu tulikuwa maombi kila kitu na tukaona kabisa huu ni Mungu ametuonesha. Sijui kama ni hisia zetu tulikuwa tunafanya mpaka unaona ni Mungu alikuzungumzia. Unajua nao watazamaji wetu wasikuwa wanajidanganya ati Mungu alinizungumzia. Kitu kikuingia kwa mawazo sana mpaka sauti utaisikia. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba aliyezungumzia ndugu Duncan ya kwamba msahau mila ni mtumwa. Duncan anazungumzia mila ya kale, mila ya wazazi wetu, mila ya mababu zetu. Na wakati huu hizo mila tumezipiga teke, sisi tunaingia katika mila na desturi za wazungu. Ndio nazungumzia hapa, ndio nasema kwamba msahau mila ni mtumwa. Sio kila mila tunatupa. Zamani vijana walikuwa wanaongeleshwa na mababu zao, nyanya ama ukipenda bibi, shangazi na nini. Lakini wakati huu vijana ni vijana wa kompyuta, vijana wa laptop, vijana wa visomo vya mikono. Sasa ukimwambia kitu anasema kwamba zilipitwa na wakati, lakini kuna zingine haziwezi kupitwa na wakati. Ndio maana yake Mswahili anasema msahau mila ni mtumwa. Lazima turudi kwa wazazi wetu, tuulize, mama, vipi mlikuwa mnaishi vipi? Ilikuwa
mnafanya vipi? Maana wakati huu wenyewe kwa sababu kweli vijana wengi wamepotoka. Hebu nikuje kwa dada yangu hapa, mimi nampenda sana maana yeye ameshikilia Mungu kwa mkono miwili. Kabisa. Na sitoki. Dada Gladys. Duncan hajasema kwamba Yesu ni mbaya, kanisa ni mbaya. Mbali anazungumzia, ukiangalia uzito anayozungumzia ni mila. Sisi kama Afrika tuko na mila zetu. Je, unajua maana ya kibriti ngoma? Kibriti ngoma ni msichana yule ambaye ni kichwa ngumu, anafanya anavyotaka, anafanya vitu anavyotaka. Je, kwa kanisa mnafunzwa masala ya mavazi kanisani, masala ya wasichana, ukiona mwanamume usiende ukamkumbatie, hata wakati unakaa na mwanamume unamchukua kama ndugu yako. Je, mnafunzwa hizo? Asante. Karibu sana. Kwanza nakubaliana. Tumepotoka katika njia za mila zetu. Ndio. Traditions zilikuwa very important na zilikuwa zinatupatia njia sambamba. Kina babu zetu huko walikuwa wamelainika. Ungepata ati msichana amenajisiwa. Ungepata msichana ama msichana hajalala nyumbani. Ungepata mvulana amekuwa mwizi. Ndio. Nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe traditions. Ngoja, nakubaliana na wewe Utamaduni. Kitamaduni zetu za sahi tamaduni shasaulika. Je, tutaishi ku regret? No, we have to move on. Na njia ya kanisa, kwa sababu kanisa itakusaidia kuleta zile mila tulizotoa pale mbele. Ngoja, ulipewa wakati wako. Tuangalie kwanza. Ulipewa wakati wako. Ngoja. Sasa kanisani ni kanisa ipi hivi unadhanionyesha? Haionyeshi wasichana msivae minisketi, msivae sijui mumeka vifua vyenyu wanaonyesha. Lakini sasa hapa kuna jukumu ya mzazi pia. Mbona umwambie shetani na mchukia alafu ufanye mambo za kishetani? Ni kishetani gani tumefanya hapa? Mbona useme miniskirt na anayeongoza pale na miniskirt ni bibi ya pastor? Mtu mmoja akipotoka si kanisa. Na acha nikwambie hapa tuko for example, tuseme hapa ameuliza swali nzuri sana ambapo atufai kuipiga teke. Anasema kwamba ikiwa kiongozi wa kanisa kama ni mke wa pastor, maana yake siku hizi unapata kwamba mke wa pastor barubaru amevaa miniskirt, amevaa nguo imembana. Sasa amejipodoa. Kujipodoa si makosa, maana yake nyinyi wasichana na wanawake nyinyi ni maridadi, maua ya dunia, inafaa mrembeke. Lakini anazungumzia utamaduni, maana yake unapata kwamba ile kitu tunapokuwa nazungumzia hata mwalimu shuleni ni mwalimu wa kike, umpata kwamba amevaa nguo imembana hadi ikachora umbo lote vile Mungu alimuumba. Sasa huyu inajua hata wale wanafunzi wa kiume ambao wanafunza ilikuwa matatizo sana. Nakumbuka mimi nikisoma mwalimu wa kike akifunza amevaa hivyo, ilikuwa kila mara sisi tunasema kwamba mwalimu wetu yule akuje na akishatoka tunaanza kumchora, tunaweza kufanya kama yeye. Unaona? Na kuna walimu ambao bado wako kama hao hadi leo katika makanisa. Ndio sasa mjomba anasema vizuri sana kwamba katika utamaduni msichana angeenda afunze na babu ya kwamba mwanangu, jamani, Mungu amekupatia matunda mawili. Haya matunda mawili sio lazima uzionyeshe. Mwanangu, Mungu amekupatia milima. Hizi milima zibane, yani jistiri. Katika lugha ya Kiswahili kule Uswazi inasema jistiri. Lakini wasichana wa siku hizi anaenda kwa kanisa hajastiri. Na unajua kwamba mtu utamani kitu ameona. Ukishaona hivi, je, utaomba? Ndio maana nimesema tumesahau utamaduni. Na kitambo wangevaa nguo decent. Nguo mzuri sana vile unavyosema. Na hapa pa kuvaa nguo fupi, kuvaa mwili wako uko nje, umevaa vibaya. Hapo ndo tumesahau traditions. Lakini tunajaribu kuleta hizi traditions back to the lane. Back kwa barabara mzuri ambayo tunaweza zifuata sasa. Watu kama Duncan wakianza kupinga vile kanisa inatia bidii katika kurudisha utamaduni, ndio maana kanisa linaanguka. Lakini kanisa halianguki kwa sababu unapinga kwa sababu mimi niko mwazi. Na kuelewa juu hata kama ni mimi ningekuwa nimeolewa alafu ndoa yangu yaanguke na ilikuwa kanisani, ningesema tu vile Duncan anasema. Yaani zikakataa. Ndio maana unaona kanisa is not doing enough. Si ndio? Lakini sasa ndio nakuleta kwa point. Marriage ya kwanza ikifeli katika kanisa, mmelelewa kanisani, either wewe ama mke wako
Hapana, tuelewane hapa. Maombi ama kanisa haina kosa hapa. Mimi hapa sizungumzii kuhusu hisia zangu kwa sababu ya vile ndoa iliharibika. Unazungumzia nilikuwa ninaangalia ile malezi sasa, wacha niite ni kama malezi vile unavyolewa na kanisa. Na ile picha ambayo kanisa inatoa ni vitu mbili tofauti. Anavyosema pale kiongozi na kile ambacho kinaendelea hapa ni tofauti. Maana pale saizi hata huyu nikimuuliza tu swali mwambie tukienda saizi kwa kanisa yenu tutoe washirika 3/4 tuweke pale kando. Turudi twende hapa Koinange. Tuchukue washirika wale wengine hao maasha sio kwa dini. Tuweke pale kando. Tukuje tuwachanganyishe pale. Hata ukuje uambie toa hapa mtu ambao unajua ameokoka. Toa mtu wa Koinange. Unaweza stukia umechukua bibi hata ya kiongozi wenyu ama ni pastor. Ukidhania yeye ndiye wa Koinange na maybe ule wa Koinange mwache, maana ni vitu ambavyo havieleweki. Na tuelewane ya kwamba kanisa ndio lilikuja lika exchange kutoka kwa traditional, kanisa ndio lilikuja in place. Maana kanisa wakati ilikuja ndipo tradition tunaita aje na Kiswahili? Tradition. Mila hizi si mila. Okay, whatever. Na kupata wewe endelea tu. Kanisa lilipokuja tradition iliwekwa kando na kukaonekana kwamba utamaduni ukawekwa kando, kukaonekana kwamba kumekuja kitu kizuri kuliko hiki. Kama vile Yesu alivyokuja. Lakini mimi kidogo Bwana Duncan nataka kidogo nikuchachawile. Samahani sana. Naweza kusema kwamba iliyotoa utamaduni yetu kama Afrika mimi sio kama ni kanisa. Ni kanisa. Mimi sio ni kanisa. Mimi naona kwamba wazungu huku kuja utandawazi na masuala za kizunguzungu, maana yake unakuja kupata kwamba wewe na familia yako hata kunao wazazi wengi sana kwa nyumba yake, akiajiri mfanyikazi anamwambia kwamba ongea Kiingereza, lazima awe anaongea Kiingereza. Nielewe ni kanisa kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Tukiingia huku ndani hata Masaini ama Turkana kule ambapo hakuna ile stories za kanisa, wako katika zile mila zao bado zinaendelea. Hautapata zile mambo unapata hapa. Kilichokuja kufanya huyu msichana aache kukaa vile anavaa kukama kuweza kuwapa ushirika wale ambao wanafaa kushiriki nao manko wake na manti zake. Kile kilikuja kuzuilia kuondoa hizi mambo ni kanisa. Tukienda mahali kanisa hii haijafika, utapata watu bado wanakaa katika tamaduni zao na katika tamaduni zao. Kwa sababu hawako exposed. Wacha niwasaidie kidogo hapa. Tukiangalia katika taifa letu la Kenya, Masai, Wasomali ambao wanatoka mkoa wa Magharibi ndio watu wanasherekewa sana baada ya kushikilia utamaduni na watu wa pwani. Na sio ati kanisa hajafika pwani. Kuna kanisa pwani. Sio ati kanisa hajafika Masaini. Kuna kanisa kule usendo Masaini. Shida ya kwamba sisi kama binadamu, sisi kama Afrika, tukiona kwamba masuala za uzungu zimefika, basi wewe unakumbatia mambo ya uzungu na kichwa chako na kila kitu. Lakini kanisa haijasema kwamba tutoke katika utamaduni zetu. Maana yake hata katika kanisa kuna vitu wakati hawajaenda kuzika, unasikia pastor anasema kwamba tupatie wenyeji mwanzo nafasi wafanye vitu vyao ndio sisi tutakuja kuzika baadaye. Kwa hiyo naweza kusema kwamba utamaduni sisi wenyewe kama binadamu, hapo tuelewane ni jamani. Sisi wenyewe ni mtu tunakosea kwa kuacha utamaduni yetu. Na Kiswahili anasema msahau mila ni mtumwa. Sasa sisi tumekuwa watumwa wa wazungu kwa sababu tumeuasi mila zetu na utamaduni zetu za Kiafrika. Lakini kanisa iko pale. Makosa ile kanisa inafanya iko na si yoyote. Maana kanisa ndio ina nguvu ya kuombea binadamu, inchi na kadhalika na kadhalika. Kama wakati huu ukiangalia wakati ngumu ya kiuchumi na kadhalika, kanisa imeshikilia nafasi kubwa ya maombi. Ila tu kuteka kipindi cha kufunza vijana, hapa ndio niko na shida. Na kanisa inafaa ishirikiane pamoja na wazazi ili wawe ni kama shule na wazazi. Wazazi wakisimama katikati, washirikiane na kanisa na washirikiane na shule, basi bila shaka kanisa itasimama imara. Manake Waswahili wanasema unga unatoka kwa mahindi. Ikiwa wewe baba hauendi kanisani, wadhani mtoto wako ataenda kwa kanisa tu kucheza na kuonyeshana kuvaa nini na nini.
Na ikiwa mzazi ameanza kanisa kwa nyumba, mtoto anafunzwa kuomba akiwa kwa nyumba, akitoka akikua, akienda kwa kanisa, ile mtindo iko pale pale, kucheza kwake hata akiwa peke yake, mtoto mchanga, itakuwa tu na kufunga kwa jina la Yesu, na kukemea kwa jina la Yesu, na kupiga kwa jina la Yesu. Akienda kwa kanisa napata kumbe ndivyo hivi. Maana umeweka kanisa kwa nyumba, inatoka nje ni kanisa, akienda shuleni ni kanisa. Duncan, hapo tunaelewana ama ni kweli? Sasa ile kitu mimi naweza nikasema, jamani, sisi kama vijana tuangalie msalaba wa Yesu uko wapi. Na tukiangalia msalaba wa Yesu, usiangalie wazazi wangu hawakunifunza kanisa. Wewe mwenyewe kuwa mzazi, ambia Mungu, mimi ninaenda kukunywa damu ya mwisho ya ile makosa walifanya wazazi wangu. Mimi nitakuwa tofauti. Tuwe tofauti katika jamii. Tuanze ujamii tofauti. Lakini bado kuna walakini katika makanisa ya kisasa. Jinsi alivyokuwa akisema, si zote kanisa tunazosema kwamba tunawapatia 100%. Sio kanisa zote. Mimi nasema hivyo kwa sababu najua. Tunataka kuambia makanisa ya kwamba lengo la kanisa ijue ya kwamba kanisa wacha katika jamii, kwa nchi mzima, nchi inategemea kanisa. Kanisa inafanya jambo kubwa sana. Wacha tuanze kupiga majembe kuanzia sasa. Mimi nimeona kanisa nyingi inapatia wanasiasa nafasi ya kwenda pale katika madhabahu kuongea siasa. Wamesimama pale madhabahuni, wanatukaniana pale madhabahuni. Kwa hivyo kanisa kuna mambo mengi yanafanya ambapo haifai katika kanisa. Lakini kanisa za zamani pale kwa madhabahu, ungeenda kwa madhabahu kama wewe haujatakazwa. Lazima utakazwe, uoshwe kwanza, uonekane wewe uko imara kwenda pale madhabahuni. Hata mwanamke angeenda madhabahuni pale kuhubiri. Lakini kanisa ya kisasa ni mtindo. Si zote, bali nasema baadhi ya kanisa za sasa ni mtindo. Ndio maana yake unaona jamii inayumba, inashindwa twende wapi. Kwa njia moja au nyingine tunafaa tujirekebishe na tuone ya kwamba kanisa iko na nguzo mkubwa sana ya kufanya katika jamii yetu. Ingekuwa kanisa inafanya jambo ambalo inafaa, ndugu Duncan angejuta. Na wengi ambao kunao wengi pale nje wanasema kwamba mimi nimenyang'anywa mke wangu kwa kanisa. Hata kuna jamaa aliniambia kwamba mimi mke wangu nilinyang'anywa na mhubiri, akaenda na mke wangu. Inatendeka, inafanyika. Lakini ifai tukufe moyo kwa sababu ya hiyo. Maana Yesu alisema kwamba kuna wale wameitwa na kuna wale wamejiita. Wale ambao wamejiita ni wale wanatafuta jina na mali. Lakini wale ambao wameitwa, ukiomba Mungu nionyeshe ule ambaye umetuka mzigo ya kuhubiri na kufanya kazi yako, Mungu atakuonyesha. Tukimalizia tuanze na wewe dada Gladys. Adal, ni ushauri gani unaweza kupatia watazamaji kuhusu umuhimu wa kanisa? Asante. Karibu. Jambo la kwanza, tuwe wa kweli wakati tunaenda kanisani. Naam. Tutie maanani mambo ambayo tunaambiwa pale kanisani. Naam. Na jambo la mwisho, tusitoke kanisani. Tusitoke kanisani. Umesisitiza. Tukae pale kanisani. Tukae pale kanisani. Hiyo ndio kianzia. Tokeni kanisani. Kwanza tujiulize maswali. Tukae kanisani. Tukae kwa kanisa, tutegemee Mungu kanisa, kila kitu kwa kanisa. Tuwe na uungu, tufanye mambo ambayo yanapendeza Mungu. Tukae pale kanisani. Ndugu msikilizaji, mtazamaji, kumbuka kwamba dada Gladys amekataa kata ya kwamba kanisa ni mambo yote. Kanisa ni suluhisho tosha. Kwa hiyo usibanduke kwa kanisa. Wacha tusikie kutoka kwa ndugu wetu Duncan. Bwana Duncan, tukimalizia ushauri gani unaweza kupatia mtazamaji? Unaweza kumwambia nini kuhusiana na kanisa ya hivi sasa? Je, aendelee kwa kanisa ama afanye vipi katika masuala zake za kijamii? Mtazamaji wetu, kitu ya kwanza najua amechanganyikiwa. Hajachanganyikiwa. Na ile kitu imemchanganyisha ni kanisa gani la ukweli. Maana tuko na watu wengi wanaiba katika makanisa akijaribu kupata kama ataridhika kama atapata pumziko. Kitu ya kwanza kanisa ilikuwa ni pumziko. Mtu tukiangalia vile Solomon alifungua kanisa, ni kama ukiwa na njaa unatorokea kwa kanisa, umekimbishwa na adui yako unakimbia kwa kanisa. Ilikuwa kabisa pale ni mahali pa Mungu. Ukifika pale unapata pumziko. Lakini saa hizi tusipojidanganya, tuongee ukweli,
mahali pa kujificha Kanisani. sasa mambo iligeuka mahali pa kujificha unapata ni pale kanisani. So jambo la kwanza, kanisa liweza kumestikiliwa, ikakuwa vile inavyochukuliwa si vile. Sisemi kanisa ni mbaya, watu ndio wabaya. Sisemi kanisa ni jengo. Kanisa ni jengo. Na ndio sababu Biblia inasema kwamba mwili wako ndio kanisa. Ndio kwanza kabla ukimbie kule kwa jengo, uko umeshajua kuhusu hii kanisa aliyojenga Mungu. Ndio ukienda pale kwa jengo ujue tunaenda kukutana na huyu na ule mwingine. Tabia zake na zangu ziko different. So kile watu waliweka tumaini kwa jengo, wakaondoa tumaini kwa mwenye jengo hili. Wakaweka tumaini kwa mwenye jengo la mawe na mabati. So kama vile Yesu alikuwa amesema hii inaweza ibomoa na siku 3, I think soon tutakuja tutaibomoa alafu tujenge ingine. Bwana Abdalla amesema tamatisho lako. Atauliza maono yako ya kanisa. Amesema utamatishe. Utanielewa? Nimesema kwamba kabla wakimbilia ile jengo ya mabati na mawe. Tukikimbilia pale ile jengo kuna kitu tunaendea. Ndio sababu nasema. Sasa tukirudisha hiyo point ya kurudisha kwa nini tunakutana katika ile jengo, huu mjadala utaisha. Hujanielewa. Na sasa tamatisha usiende kwa kanisa. Sawa. Nimesema mtazamaji wetu. Kabla uende katika hilo kanisa la mabati na mawe na oreba, fikiria hili kanisa ambalo Mungu alilolijenga. Maana anasema hili ndilo hekalu langu, ninaishi ndani. Kwa hivyo hapo kwa hiyo mabati na mawe na nini, ni ile imejengwa na mafundi wa kawaida, tunakutana pale kama washirika. Na pale ndipo tunakurana, tunamalizana, tunafanya mambo zingine mpaka ile nyumba inakosa hali yake kabisa. So kitu ya kwanza nasema ndio turudi pale, maana sisemi turudi kwa traditional kwa sababu kuna vitu haziwezekani sasa hizi. Na sisemi turudi kwa kanisa maana kuna vitu haziko pale. Nataka kitu yangu ya kwanza turudi kwa hili jengo ya kwanza. Tukishajua udhamana na anayeishi hapa na aliyejenga ile ambayo lijajengwa na mikono ya watu, tutaweza kudili na ile imejengwa na mikono ya watu. Or else kama hii imetushinda imejengwa na Mungu mwenyewe, ya mikono ya watu ndio tutaweza. That's why unapata hii mijengo ya watu watu wanakaa vile wanataka. Wakitaka kuja wakiwauchi wanakaa pale. Wakitaka mtu kunyang'anyana bibi wananyang'a, mahala ile imejengwa na watu. Asiyedhamini isiyojengwa na watu, basi hiyo iliyojengwa na watu si muhimu. Torokeo. Asante sana mtazamaji wangu popote ulipo. Kumbuka kwamba naona mwelekezi wangu stop ananiambia kwamba muda inatupatia kisogo, na mimi sina budi kutamatisha kipindi hichi siku ya leo. Kitaendelea maana yake mambo ni mengi nafaa tuzungumzie, kwa kwamba wako msimulizi Abdalla Mambo, nilikuwa pamoja na dada Gladys pamoja na ndugu Duncan, sote tukisema kwamba kumbuka kwamba daktari mapenzi nakwambia kwamba kaa kikao. Asante.